Mtazamaji wa Global TV, tukio kubwa ambalo limefanywa na wanamuziki wa Bongo Flava ambao wamechonga barabara kwa muda mrefu na wana show tarehe 22 ya mwezi huu wa 8 2026 hapa Dodoma, la kuja kumtembelea aliyekuwa mke wa marehemu Mandojo nyumbani kwake, lakini kumpa pole na kumkaribisha kwenye show. Ni tukio ambalo limegusa hisia za watu wengi sana. Umuhimu wa kuanzia hapa kwanza kuja kutoa mkono wa pole na kutoa taarifa kwa familia kwamba tuna mpango wa kumkumbuka mwenzetu jukwani tarehe 22 mwezi wa 8 pale Chinangali Park. Lakini pia tumekuja kwa ajili ya kukumbuka kwamba kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasema kwamba death is not a threat, it's a promise. Kwamba kifo sio swala la vitisho, ni swala la ahadi. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili pia ya kuweza kujikumbusha hilo swala, tuangalie namna ambavyo tunaendelea kuwa watu wema, watu ambao tunaleta mabadiliko chanya kwenye jamii, lakini pia watu ambao tunakumbuka wenzetu waliotangulia kwa kuwaombea, kupita katika familia zao kuzifariji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo rasmi naweza nikasema kwamba madam tumepita kwa shemeji kwa ajili ya kuja kutoa mkono wa pole na kumsalimu, nafikiri sasa tumekaribishwa rasmi Dodoma. Tusisahau tu tarehe 22 mwezi wa 8 pale Chinangali Park ambapo ni kesho kutwa itakuwa ni birthday ya Mandojo. Kwa hiyo ni mmoja kati ya wasanii ambao tutafanya tribute kwa ajili yao. Asanteni sana. Muda wake umefika. Sisi tulichagua hiyo tarehe pasina kujua kama ni birthday ya Mandojo, lakini tulisema kwamba moja ya vitu ambavyo tutapenda kufanya tukifika huku ni kutembelea familia ya Mandojo. Maana yake ni kwamba mwenzetu kutangulia haimaanishi kwamba hatuwezi kuzingatia kama kuna familia kaacha, kuna watoto kaacha, tunabakia kumwakilisha, na huo ndio urafiki wa ukweli. Wengine sisi hapo ni rafiki wa ukweli kwetu. Mimi nakumbuka kwa ananiita mtoto wa nyumbani, mtoto wa nyumbani. Umeelewa vizuri, mtoto wa nyumbani. Yaani baada ya kuita homeboy anaita mtoto wa nyumbani. Na mama yangu mimi Mandojo ni mmoja kati ya wasanii ambao anawapenda mpaka kesho. Kwa sababu ashakuja nyumbani akapokea vizuri, anamkumbuka mpaka kesho. Kwa hiyo hapa ataona hii habari na yeye ata verify kama ni kweli. Kwa hiyo kiukweli kabisa ilibidi tuje kwa ajili ya kuweza kusaini sahihi Dodoma, kuja kuona familia. Hatujapata bahati ya kuona mtoto, lakini nafikiri tutakuwa naye katika event. Sivyo shemeji? Naomba utupokee na utubariki na tuwe pamoja 22 pale Chinangali Park shemeji. Nimefurahi sana na nimefarijika sana. Nimefurahi sana. Yaani sina la kusema, sijui niongee nini. Yaani furaha imenizidi. Na hii ndio sima lako wa siku zote au limepungua kidogo? Kifupi, kwa nini hatujataka kwenda hotelini? Kwa sababu hotelini ni hotelini, unajua watu wangefika kule tungekosa time nzuri. Nilitaka iwe hivi kwa sababu iwe ndo kama tumekaribishwa rasmi Dodoma na Mandojo. Tunafahamu hapa ndo makazi yake, kuwepo kwa muda mrefu. Kwa hiyo tulikuwa hatuna sababu ya kwenda sehemu nyingine yoyote. Kwanza lazima tuje hapa tuongee na wife kwa hiki kitu. Nafikiri mimi na jana tuliongea usiku, tulipanga namna gani tutakufanya, lakini yeye alikuwa anapinga, na sio kupinga kwa ubaya, anahofia kamera, anaogopa maswali ambayo labda yangeleta taharuki zingine. Nikamwambia hivyo vitu havitakuwepo. Sisi lengo letu ni kukusogelea, kukushika mkono na kutupa baraka sisi tuende kwenye tamasha letu tuko na raha nzuri. Bahati nzuri tena wakati niko kwenye treni na Domokaya ndo akanijuza kwamba hiyo tarehe ya shughuli ndo birthday ya Mandojo. Nikaona bwana, mbona kama hivi vitu vinaelekea kuwa vizuri, yani baraka inaanzia kwenye story. Kwa hiyo hiki ambacho amekisema na Domokaya hapa, namna ambavyo watafanya kwenye jukwaa, nafikiri wote sisi wasanii wote tumekisupport, tumekipokea na tutampa ushirikiano nzuri ili kusherehekea birthday ya Mandojo tukiwa tuko pale jukwani kwa pamoja. Tutajumuika katika kumsaidia Mheshimiwa Mavumbi. Kile alichokuwa anatoa na sisi tutakuwa tunaongeza. Kwa hiyo shemeji, na kuahidi kwamba watu unaoona tutazame sura zetu kabisa. Ni watu ambao ni imani kubwa, wenye upendo wa dhati, wasiokuwa na chembe yoyote ya uongo wala unafiki. Tutajumuika na sisi
kutusaidia Mheshimiwa Mavunde ili usiumbe, kwa sababu mwenzetu kutangulia haimaanishi kwamba sisi hatupo. Sisi tupo. Una bahati, una mashemeji na mawifi wengi, hatuwezi kukwama. Asante shemeji. Wote ni mmoja na wewe ni wa kwetu. Na nilifurahi kwa sababu Madila alipotawazwa kuja kwako, nilifurahi sana. Nikasema at least sasa ile roho ambayo inakuwa iko juu kwamba sasa tunamfanyia nini mimi, inakuaje. Alinimalizia hilo. Yaani hilo swali alinimalizia yeye kwa staili hiyo. Namshukuru. Hii yako. Asante. Sawa. Sterling bana, Sterling wetu. Kwa hiyo tutajumuika naye siku ya 22. Kabisa. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.